Hii ni chai ya saa 10 ndani ya Maisha Jioni. Sasa hii bill bado haijapitishwa, lakini the parliament is considering a bill ambayo itakuwa ina raise the legal drinking age kutoka miaka 18 mpaka miaka 21. Na hii bill imekuwa proposed ama sponsored by Bomachoge Chache MP Alpha Ondieki. Asa anataka kuintroduce a bill in the parliament of Kenya kwamba hii drinking age itolewe kutoka 18 mpaka 21. Sawa. Na kabla nikuulize swali ambalo nataka nikuulize ndani ya chai saa 10, miongoni mwa vile vitu ambavyo vitabadilika endapo hiki kitu itapita ni kwamba kwanza kabisa the drinking age itakuwa iko at 21. Sawa, sio 18 tena. Alafu unaona zile choms ama zile places ambazo zinauza hizi pombe, watakuwa hawakui allowed kuemploy mtu ambaye yuko under the age of the age of 21. Sawa, kwamba kama let's say champion ana miaka 18, 19, 20 haweza kaandikwa kazi pale bar ama club. Sawa mpaka apitishe miaka mingapi? Miaka 21. So leo ndani ya cha saa 10 msikilizaji na kuuliza swali simple kabisa. Je, unadhani kwamba hii drinking age inafaa kutoka from 18 to 21? Manake according to Bomachoge MP, that is Alpha Ondieki, watu wanakunywa pombe sana, vijana ama watu wadogo wanakunywa pombe sana. Asa nasema kwamba hii age limit inafaa kutoka from 18 to 21 according to him. Sawa. Sema nami kwenye line ya simu pale 0719 012 700 0719 012 700. Je, unadhani kwamba hii age limit inafaa kutoka from 18 to 21 ama mambo yabaki tu vile vile? Wewe ukifika 18 wewe ingia kwenye kile kitu ambacho utakuwa unafanya wewe. Kama ni ulevi, haya sawa. Kama ni lakini ngoja niulize. Mira iko na age limit? Jaba iko na age limit kweli? I say. Sema nami 0719 012 700. Boniface Mutua, Radio Maisha Low. Guzman, niambie my brother. Mambo yente ndugu yangu. Sorry? Kama inakatika hivi simu yako Boniface, jamani jaribu tena 0719 012 700. Je, unadhani kwamba hii age limit inafaa kutoka from 18 to 21 ama mambo yabaki vile vile tu kwamba ukifika 18 wewe jichanganye na kile kitu ambacho unataka kufanya? Mololo. Niambie ndugu yangu. Salama. Safi kabisa. Ya mimi niko fiti. Age limit ichange ama ibaki vile vile? Mimi kwa upande wa Meru. Okay. Achangia mimi nasema hapo kwa inji. Kwa saa hii sioni wakiweka, lakini ingekuwa sawa kama wangeweka kitambo. Okay, sawa. Radio Maisha Low. Hello, Guzman. Niambie my brother. How are you, my brother from another mother? Good evening. I'm fine, thank you. Good evening to you too, sir. I'm calling from Kakamega County, Frederick Yamene. Na waje paki tu 18. Sawa baba. Sawa baba. Jose Arwaka. Guzman, mambo vipi? Mambo yente ndugu yangu. Za weekend. Weekend ilikuwa fupi kama kawaida, lakini ilikuwa fresh. Sisi tumekuwa kwa kina Mkanga kule Kakamega. Very nice, very nice, very nice. Kiwa na Mweresa na Edwin Okindo, shout out kwao. Safi sana, maridadi kabisa. Alafu sasa kwa hii story mimi naona itaweza juu. Sheria za hapa Kenya zinasema mtu wa miaka 18 ni mtu mzima. Okay. Sasa labda basi waseme wakuwa kitambulisho na miaka hiyo 21 ndio sasa wanaweza ruhusiwa mpaka kutumia vinywaji. Okay, safi ndugu yangu. By the way, italeta mkanganyiko. Manake nimesoma kabisa hii report pale chini walikuwa nasema kwamba
mtu akifika miaka 18 atakuwa anakuwa recognized as an adult. Sawa, lakini pombe tu ndio utakuwa uwezi kukunywa mpaka ufike 21. Mpaka ufike nini? 21. Sasa sijui kama itabidi pia watoe vitambulisho vingine vya 20. Maana unajua kuna wengine ambao wana mili midogo, sawa? Kuna watu ambao wana mili midogo, na let's say ukienda kununua pombe ama ukienda hizi places ambazo zinauza hizi pombe, ukifika pale watu hawaamini kwamba wewe una miaka zaidi ya ama una miaka let's kama 23 ama 24 hivi. Yani you are liable or eligible to drink alcohol. Lakini kamwili ni kadogo. Hii italeta confusion hapa Mbeje bana. So, nauliza age limit itolewe from 18 to 21 ama mambo yabaki vile vile? Gabrieli. Yey. Niambie my brother. Sasa itakuwa ngumu juu. Sasa unapata mashamba mtoto anaanza kukunywa changa na miaka 10. We? Sasa unaona itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu my brother. Solomon kutoka Kakamega. Guzman. Niambie my brother. Ilaikata ni Solomon. Yes ndugu yangu, karibu sana. Sasa mimi nasema mambo na age limit ibakie tu hapo hivyo, sheria ndo zinafaa kuwekwa tu juu. Hadi mpaka saa hii hakuna mostly duka zinauza vitu kama pombe ama vitu hazifai kwa watoto wadogo. Kama kuna duka inaitisha ID ndo uuzue kitu chochote. Okay. Rare sana kupata mtu anakuitisha ID. Yes, it's very rare by the way. Ni rare sana. Sasa age limit ni sheria tu kuwekwa, si age limit. Okay, safi. Maridadi sana. Frasha. Baba Ngita. Niambie ndugu yangu. Fresh kabisa bwana. Super maridadi. Unasemaje kwenye hii bill ndugu yangu? Leo nilikuwa nimefikiria utaniwacha nje. Siwezi kuacha nje ndugu yangu. Sasa hiyo age limit nafikiri iko sawa kwa maoni yangu tu. Yes, kwa maoni yako unadhani kwamba hiyo 18 ibaki tu hivyo? 18 to 21 iko sawa. Okay. Safi my brother. Julius. Yes. Niambie ndugu yangu. Kitu sioni hata kama itaweza, kwa sababu ukiangalia mtaani wale watoto wanaokunywa pombe ni wadogo sana. Kwanza hizi white spirit ambazo za uso. Yes. Na hakuna mtu huuliza kitambulisho. Jamaa wa kuuza yeye akipata tu mtoto anamuuzia kwa sababu anafanya biashara. Safi. Tuko mbele pamoja. Acha nichukue simu moja ya mwisho pale. Radio Maisha. Hello. Hello Radio Maisha. Niambie ndugu yangu. Ni Oscar wa LD. Karibu sana Oscar. Mimi naonelea watoe kutoka 18 hadi 21. Okay, wasitoe, ibaki tu vile vile, si ndio? Ibaki vile vile tu. Safi maridadi. Dakika ni 24 msikilizaji zinasalia itimie mida ya saa 11 kamili. Mimi naona hiyo age limit hapa mbele itasumbua. Acha tu ibaki kwa hiyo kwenye 18. Manake okay, mimi nina mwili mdogo na niko na 25 kwa mfano na miaka 25. Unajua sitaaminika. Sitaaminika nini, nitatatizika sana, nitateseka sana. Na mimi tu nataka nini? Nataka mnyweso bwana. Lakini huwezi niuzia kwa sababu unasema wewe check haujafikisha 21 bwana. I see.